Karibu katika safari na simulizi ya maisha ya kiongozi ambaye ameweza kupata sifa nyingi kutoka kwa watu wengi, na hii ni kutokana na utendaji kazi wake. Hapa namzungumzia Joseph Mkude. Joseph Mkude, mkuu wa wilaya ya Arusha. Ni wapi alipotoka na ni mengi yapi aliyoyafanya katika mkoa wa Arusha akiwa kama mkuu wa wilaya. Simulizi hii itambatana na vilio pamoja na furaha za ushindi katika milima na mabonde. Ni wapi alipopita na ni wapi palipomuimarisha, ni wapi palipompa changamoto. Leo tutaenda kumchambua Joseph Mkude mwanzo hadi mwisho, kiongozi huyu wa kisiasa ambaye anafanya vizuri sana katika wilaya ya Arusha akiwa kama mkuu wa wilaya hiyo. Ni mengi ameyafanya, mengine ameweza kufurahisha wakazi wa wilaya hiyo na mengine ameweza kuwakasirisha pia, maana wanasema palipo na mafanikio changamoto huwa zinaambatana pia. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi, nitaka kukupitisha mwanzo hadi mwisho. Kuna nyakati ambapo historia ya mtu haianzi kwenye starehe pia ama tarehe ya kuzaliwa, bali huanza pale dhamira inapokutana na wajibu. Hivyo ndivyo simulizi ya Joseph Mkude ilivyojijenga. Si kwa makelele ya sifa, bali kwa hatua thabiti ya uongozi katika maisha ya utumishi wa umma. Maelezo ya kina kuhusu kuzaliwa kwake, familia yake au miaka yake ya awali haijawekwa wazi hadharani, lakini kama ilivyo kwa viongozi wengi walikulia katika misingi ya nidhamu na uzalendo, safari yake inaonekana kubebwa na maadili ya kikazi, utiifu wa mamlaka ya sheria na imani kwamba kiongozi yupo kwa ajili ya watu, si tu kwa ajili ya kuwa kiongozi ili kuongoza. Kukua kwa ndoto ya uongozi. Katika Tanzania ambako utumishi wa umma ni wito unaohitaji moyo mgumu na dhamira safi, Joseph Mkude alijijengea polepole jina kubwa. Elimu yake, ingawa haijaelezwa kwa undani kwenye majukwaa ya umma, inakisiwa ni namna anavyoongea, anavyopanga hoja na kusimamia majukumu. Hapa ndipo unaona alikulia si tu kielimu, bali pia kiakili na kiuongozi. Alipofika katikati ya nafasi za uongozi wa serikali, alianza kujulikana kama kiongozi anayesisitiza uwajibikaji, nidhamu, ushirikiano kati ya serikali na wananchi. Mtihani wa uongozi. Kishapu hadi Arusha. Kabla ya Arusha alihudumu kama mkuu wa wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga. Huko alijifunza kuwa vitendo kwamba kiongozi si umri tu, bali ni kusikiliza watu, wakulima, vijana, wazee na wanawake. Ni katika mazingira hayo ndipo alipoimarisha msimamo wake wa kuwa kiongozi wa watu. Alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Arusha, alikabidhiwa wilaya yenye uzito wa kipekee, jiji la utalii, biashara, siasa na tamaduni mchanganyiko. Arusha si wilaya ya kawaida, ni kioo cha Tanzania kwa dunia. Arusha wapo matajiri katika ofisi yake, akizungukwa na bendera ya taifa na alama ya mamlaka ya dola. Joseph Mkude hakujiona kama mtawala, bali msimamizi wa matumaini ya wananchi. Ndipo kauli zake zilipoanza kusikika hadharani. Tumejipanga vizuri kuhakikisha kila jambo linaenda kwa amani na utulivu, alisema Joseph. Kauli hii haikuwa maneno ya kawaida, ilikuwa ni ahadi ya usalama, ya haki ya kuwalinda wananchi bila kujali tofauti zao. Alihimiza usafi wa mazingira, akiamini kwamba usafi ni jukumu la kila mmoja wetu, si la serikali pekee. Kwa Mkude, maendeleo hayaji kwa hotuba pekee, yanakuja kwa vitendo vidogo vinavyojirudia kila siku: kusafisha mazingira, kuhimiza bima ya afya, kuwasukuma vijana kwenye michezo na ujasiriamali, na kuhakikisha wananchi wanashiriki kamilifu katika maamuzi yanayowahusu. Falsafa ya uongozi. Katika mahojiano na mikutano mbalimbali ya ujumbe wake imekuwa mmoja: amani kwanza, ushirikiano kati ya serikali na wananchi, uwajibikaji wa kila mmoja, maendeleo yanaanzia chini kwenda juu, amani kwa rasilimali kama maji, ardhi na nguvu. Kazi ya vijana ni nguzo ya uchumi. Rasilimali zetu zikisimamiwa vizuri zinatunufaisha zaidi ya nafasi hii.
Leo hii Joseph Mkude anatambulika si tu kama mkuu wa wilaya ya Arusha, bali kama uso wa serikali katika maisha ya kila siku ya mwananchi. Safari yake inaendelea kuandikwa. Joseph Mkude sio kwenye vitabu bado, bali kwenye barabara za Arusha, kwenye masoko, shule, viwanja vya michezo na mikutano ya hadhara. Jina lake linaendelea kuandikwa na kutajwa na watu, na hii ni kutokana na usimamizi wake. Jinsi anavyofanya kazi, uchapakazi wake umemfanya watu wengi wampende jinsi anavyosimamia kama mkuu wa wilaya ya Arusha. Toka alipotoka Kishapu mpaka kufika Arusha, ameendelea kuupanua wigo, jina lake kutajwa katika magazeti na vyombo mbalimbali vya habari. Na huenda miaka ijayo simulizi hii itaongezwa sura mpya, lakini kwa sasa jina lake linaishi ndani ya dhana moja kuu: uongozi ni dhamana, si mapambano. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi, msimuliaji wako wa simulizi hii. Endelea kuungana nasi kupitia chaneli yetu ya Usiku TV ili uwe mwanafamilia yetu.